Nendeni duniani kote, mkawafanye mataifa yote kuwa ni wanafunzi wangu. Karibu mpenzi mtazamaji katika dokumentari yetu katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Leo tunakuletea utume wa kipadre kutoka Jimbo Katoliki la Geita. Mbele yetu tunayemwona si mwingine ni padre kijana, Padre Kabuche, akijiandaa sasa kwa ajili ya kwenda kwenye utume. Hapo ana chombo chake cha usafiri aina ya pikipiki, ambapo hiki ni chombo cha usafiri kimetumiwa na tangu enzi za wamisionari wa Afrika kufika katika vigango vilivyo kilomita za mbali sana kutoka makao makuu ya parokia kwa ajili ya kwenda kutangaza Injili. Utume wa kipadri daima umekuwa ni utume unaohitaji sadaka, ni utume unaohitaji wepesi, ni utume unaohitaji upendo, kuvumilia hata katika mazingira ya mvua. Kama unavyomwona sasa anajisakafia na jaketi la mvua kukabiliana na hali yoyote. Na hapa tutamsikiliza atasema jina lake na anafanya utume katika parokia gani. Naitwa Padre Rafael Sumuni Kabuche, nafanya utume wangu katika parokia ya Yesu Kristo Mfalme Mtakubwa kama paroko msaidizi. Utume wa upadri kwa miaka yote umekuwa ni utume unaohitaji kuwafikia waamini kwa haraka, hususani kuitwa kwa ajili ya kwenda kutoa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, kuitwa kwa ajili ya kwenda kubatiza kule vigangoni na kusali misa, kuwapelekea huduma za kiroho kule vigangoni. Watu wengi wamekuwa na mtazamo kwamba maisha ya upadre ni maisha ambayo yanahitaji mtu aweze kuwa amefanya maamuzi. Siku hizi katika karne ya sayansi na teknolojia, enzi ya kutumia vyombo kama pikipiki, baskeli zimeanza kupungua, ambapo mapadri wapya sasa wanachangiwa magari na parokia zao siku za upadrisho na kuwafanya waanze moja kwa moja utume wakiwa na vyombo ambavyo ni vya kisasa kabisa. Huyu hapa Padre Kabuche, kama alivyojitambulisha, atatuelezea utume wa kipadre na matumizi ya pikipiki. Je, yeye anazungumzia nini? Karibu. Mimi kwa utume wa kipadri na matumizi ya pikipiki, naona pikipiki inakuwa ni rahisi zaidi kufika kwa haraka, hasa maeneo yale ya kijijini ambayo pengine magari inaweza kuwa ngumu kufika. Hiyo pikipiki inaweza kufika kwa haraka na inarahisisha zaidi, lakini changamoto zake ni kwamba wakati wa masika unaweza kushindwa kwenda kufanya utume kwa sababu ya mazingira, mvua. Ni tofauti ukiwa na gari, kwamba hata wakati wa mvua unaweza ukafika kwenye eneo la utume. Hiyo ndio inayokuwa changamoto kubwa, lakini changamoto nyingine ni pale waamini ambapo unakuwa na ukarimu mkubwa ambao unaweza kuutoa. Kwa hiyo huwezi kuubeba kwenye pikipiki kama vile ukiwa unatumia gari kwa mara moja. Kwa hiyo utahitaji kusomba wengine au wakati mwingine kukodi pikipiki au gari likupelekee ukarimu wa waamini wanaotoa. Ni tofauti ukiwa na gari ambapo unaweza kubeba kwa mara moja. Ni usafiri rahisi kwa utume na ambao unakufanya uende kwa sehemu nyingi na kutumia gharama kidogo za mafuta, tofauti ukiwa na gari. Gari utahitaji kutumia gharama nyingi kubwa sana kwa matumizi ya mafuta. Ni tofauti na pikipiki, inabana vizuri sana mafuta. Lakini pia pikipiki kwa madhara yake ni makubwa. Ndio maana unaona tunajifunga kikamilifu ili kuzuia baridi. Ni tofauti na gari. Lakini yote na yote tunapomtumikia Mungu tunakubali hali zote za usafiri tunaokuwa nao na ambao Mungu ametaka tuutumie kwa wakati huo. Kwa hiyo sioni changamoto kubwa na siwezi kwa kweli kusikitika kwamba sina gari basi nishindwe kufanya utume wangu. Na furaha na utume na usafiri na utume. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Nina furaha kwa sababu furaha yangu inatokana na furaha ya wito. Ukiwa na furaha ya wito wako, usafiri wowote utaufurahia. Furaha inatoka ndani, sio kwa
encourage pikipiki kutumia mazingira fulani, sio kila siku utatumia gari, na wakati utahitaji pikipiki ili iweze kurahisisha gharama za utume, hasa ninapoendelea kunyata kubwa. Natoka hapa kwenye Get Together ya mapadri